Bwana Yesu asifiwe. Namshukuru Mungu siku ya leo ambayo ni siku ya Pasaka au siku ya kusherehekea kufufuka kwake Bwana baada ya Pasaka. Kwanza niwapongeze wote katika wiki hii njema ya Pasaka ya kukumbuka na kusherehekea kifo cha Bwana wetu Yesu Kristo na ukombozi wake. Leo kwa sababu tunaendelea na Pasaka, nimeona leo sitakuwa na neno linalohusu Pasaka leo, lakini nina ujumbe huu kwa ajili ya kanisa nitazungumzia kuhusu muziki au kumwimbia Bwana. Ni muziki, kumwimbia Bwana, kucheza, kumfurahia Bwana, lakini nimelipa somo hili kichwa kama ni muziki tu. Kumekuwa na jambo moja ambalo limetatiza kanisa. Watu wamekuwa mambo yamekuwa yakiingia sana mambo kanisani, muziki ya kisasa, nyimbo za kisasa. Na kuna maandiko yanatumika, watu wanasema tunaimba kama vile alivyoimba Daudi. Daudi alicheza mpaka nguo zilianguka, hakuona aibu. Na watu wengine wanakwenda mbali zaidi, wanasema kuimba kote unakoona ni kubaya. Ni kwa sababu tu ya mtazamo. Shetani alikuwa ndio muimbaji wa mbinguni, na alipofukuzwa na Mungu hakumnyang'anya kipawa cha uimbaji. Kwa hiyo kipawa watu wanavyoimba wa dunia ni kipawa ambacho shetani amewapa. Wengine wanafika mbali zaidi, wanasema hata imani za makanisa zimeanzishwa, zipo. Wanasema ni wakati wa kumnyang'anya shetani, maana alitoroka alipofukuzwa na Mungu. Alikimbia na muziki, alikimbia na utaalamu, alikimbia na nyimbo. Kwa hiyo ziko duniani. Kwa hiyo nyimbo zinazoimbwa duniani, sasa kanisa linataka limnyang'anye. Kwa hiyo linanyang'anya mambo yote ya shetani, linayaleta kanisani, maana yamehama, yalikuwa ni mambo ya kanisani yale. Kwa hiyo muziki ya dunia inaingia kanisani, muziki ya watu mbalimbali. Hata nimeona kwenye baadhi ya makanisa wanatumia hata nyimbo za mila, nyimbo za tamaduni za watu. Kila kabila wana tamaduni zao, zinaingia kanisani. Wanasema ni shetani alizipeleka huko. Sasa umefika wakati wa kuzirudisha kanisani. Kwa hiyo kanisani kumekuwa na mambo ya ajabu yanayotendeka. Huwezi kujua hili ni kanisa, tuko nje, tuko disco, tuko kilabuni, tuko watu muziki wa nje wa dunia, tuko muziki wa kanisa. Huwezi kujua kwa sababu kumekuwa na mchanganyiko huu. Eti kanisa linamnyang'anya shetani, linahamisha vitu vya nje vya shetani alivyokimbia navyo, sasa virudi kanisani. Ni mafundisho yanaendelea ndani ya makanisa. Kwa hiyo kanisa liko kwenye ni dilema, yani limekaa mahali ambapo hata halielewi. Wengine wanafurahia sana kwamba haya ndio maendeleo, lakini wengine wanaumia. Wengine wanafurahi, wale wanaoumia wanaonekana ni washamba. Hebu turudi kwenye neno la Mungu. Na kila mtu anapotaka kujenga hoja lazima apate mahali pa kusimamia. Mambo yote haya wanaosema kwamba ni shetani wamedanganya, lazima watengeneze kitu. Wametengeneza kwamba shetani alikuwa muimbaji, lakini nikikwambia kwamba shetani hajawahi kuwa muimbaji mbinguni, wala hajawahi kukaa na Mungu mbinguni. Hayo ni mapokeo, hayo ni mafundisho ya mapokeo, sio mafundisho ya Biblia. Hata kusema Daudi alicheza mpaka nguo zikadondoka, basi inatupa kibali cha kucheza unavyotaka. Hayo ni mapokeo, sio mafundisho ya Biblia. Unaweza kugundua kwamba kanisa limemezwa na mapokeo kuliko neno. Kwa hiyo kanisa haliwezi kufika mahali likakaa likatulia kama liko mikononi mwa Mungu. Hapana, linayumbishwa.
mara kwa shetani, mara kwa Mungu, mara kwa shetani. Alafu wakati huo tunadai baraka za Mungu, Mungu anatembea. Mungu hawezi kujichanganya kiasi hicho. Tuende kwenye neno la msingi ambalo limesimamiwa. Tuone kama Daudi aliwahi kucheza na nguo zikamwanguka akabaki uchi kwa sababu ya kumfurahia Bwana. Samueli ya pili sura ya 6. Samueli wa pili sura ya 6. Pale nitasoma kwa kuruka. Kuna maneno, tunafahamu historia ya sanduku sanduku la agano ambalo lilikaa nje ya Israeli kwa miaka mingi. Lilitekwa na maadui wakati wa kuhani Eli. Lilitekwa. Ukisoma Samueli wa kwanza sura ya 2 ya 3, lilitekwa katika vita na watoto wa Eli wakauawa na sanduku likatekwa. Halikurudi lile sanduku kwa miaka kadhaa. Sauli amepita. Kipindi cha Sauli akiwa mfalme, hakukuwa na sanduku la agano kwenye hekalu. Lilikuwa liko kwa maadui. Daudi ameingia katika madaraka, amekuta sanduku halipo. Wanafanya jinsi ya kulirejesha. Mungu alipomfanikisha Daudi kulirejesha sanduku lililopotea kwa miaka mingi, sanduku la agano. Sura ya 6 Samueli ya pili mstari wa 5 nasoma hivi: Daudi na nyumba yote ya Israeli wakacheza mbele za Bwana kwa nguvu zao zote, kwa nyimbo na kwa vinubi na kwa vinanda na kwa matari na kwa kayamba na kwa matoazi. Ilikuwa sherehe ya kupokea sanduku lililopotea. Limerejeshwa katika mji wa Bwana. Nikiruka hapo kwa kukomboa wakati, niende mstari wa 14. Si kwamba hapa naruka, hapana maana, lakini kuna mambo ambayo hayatatusaidia sana, yanaeleza ni maelekezo tu, na kwenda kwenye pointi. Mstari wa 14. Daudi akacheza mbele za Bwana kwa nguvu zake zote. Na Daudi alikuwa amevaa naivera ya kitani. Basi Daudi na nyumba yote ya Israeli wakalileta sanduku la Bwana kwa shangwe na kwa sauti ya tarumbeta. Ikawa sanduku la Bwana lilipoingia mji wa Daudi, Mikali binti Sauli, ambaye ni mke wa Daudi sasa, akachungulia dirishani, akamwona mfalme Daudi akirukaruka na kucheza mbele za Bwana. Akamdharau moyoni mwake. Wakaliingiza sanduku la Bwana na kuliweka mahali pake katikati ya hema aliyoipiga Daudi kwa ajili yake. Naye Daudi akatoa sadaka za kuteketezwa na sadaka za amani mbele za Bwana. Kisha Daudi alipokwisha kutoa sadaka za kuteketezwa na sadaka za amani, akawabarikia watu kwa jina la Bwana wa majeshi. Akawagawia watu wote, mkutano wote wa Israeli, wanaume kwa wanawake, kila mtu mkate wa ngano na kipande cha nyama na mkate wa zabibu. Basi watu wote wakaenda zao, kila mtu nyumbani kwake. Ndipo Daudi akarudi ili awabarikie watu wa nyumbani mwake. Na Mikali, ambaye ni mke wake Daudi, binti Sauli, akatoka nje aende kumlaki Daudi. Daudi ni mume wake. Naye akasema, mfalme wa Israeli alikuwa mtukufu leo namna gani, akijifunua mwili wake mbele ya vijakazi vya watumishi wake, mfano wa mtu baradhuri mmoja wapo ajifunuavyo mwili wake mbele ya watu.
asipokuwa na haya. Daudi akamwambia Mikali, ilikuwa mbele za Bwana aliyenichagua mimi juu ya baba yako na juu ya nyumba yake, ili kuniweka niwe mkuu juu ya watu wa Bwana, juu ya Israeli. Kwa hiyo mimi nitacheza mbele za Bwana, kisha nitakuwa hafifu zaidi, nami nitakuwa mnyonge machoni pangu mimi mwenyewe, lakini kwa wale vijakazi uliowanena kwao nitaheshimiwa. Basi Mikali binti Sauli hakuwa na mtoto hata siku ya kufa kwake. Habari hii nimesoma kwa urefu, ndio imekwisha. Daudi, siku ambayo sanduku linaingia mjini, limekwenda hatua kwa hatua, linaingia mjini. Biblia inasema Daudi alicheza sana mbele za Bwana na watu wote, na kumfurahia Bwana, wakamshukuru Mungu. Lakini mke wake alikuwa anachungulia dirishani, hakutoka, akawa anamchungulia. Alipomwona Daudi anacheza katikati ya watu, alimdharau moyoni mwake. Na Daudi alipomalizana na makutano, wametawanyika, amewapa na zawadi, amefurahia, amewapa mikate, amewagawia na nyama, wamekula, wameshukuru, wanaondoka. Anarudi ili afurahi pamoja na familia yake na nyumba yake na mke wake. Mke wake alimpokea mume wake na kumwambia kwamba ilikuwaje kama mfalme leo? Imekuweje? Ulikuwa mtukufu leo namna hii, alafu mfalme akijifunua mwili wake mbele za vijakazi. Umekuwa kama baradhuli, kama mtu mpumbavu anayejifunua mwili wake mbele ya watu. Daudi akamwambia, nilikuwa mbele za Bwana. Sasa hapa watu wamejenga hoja hapa kwamba Daudi alikuwa amecheza, nguo zikaanguka, mke wake akamwona, akamdharau. Neno lililotumika, mke wa Daudi anasema umejifunua mwili mbele ya watu. Hakujifunua nguo, alijifunua mwili. Utaangalia tofauti ya kujifunua mwili na kujifunua mavazi. Kwa nini Mikali anamwambia mume wake, umejifunua, ulikuwa mfalme na heshima, umejifunua mwili wako mbele ya watu? Maana ya kujifunua ni nini? Je, ni kuwa uchi? Je, ni kuanguka nguo? Ni kufunua nguo? Hakufunua nguo, ajifunua mwili. Je, kujifunua mwili ina maana gani? Kujifunua mwili ina maana gani? Ni kwamba mtu mkubwa, kwa mfano tutoe mfano wa rais. Rais akikaa mbele ya vijana au mkuu wa mkoa, mtu yeyote mwenye heshima, akaanza kucheza michezo ile wanayocheza watu wengine, watu watasema rais leo amejifunua, yani hakustahili kuwa pale. Hata mimi mtu mzima nikienda kucheza michezo na watoto vijana, watu watashangaa, watasema inakuwaje na heshima yako unajifunua mbele ya watoto? Hakujifunua nguo, alijifunua mwili wake, heshima yake mbele ya watu. Watu wamegeuza neno hili ya kujifunua, wanasema Daudi alicheza, nguo zikaanguka, kawa uchi. Kwa hiyo unapomchezea Bwana usiogope, cheza unavyoweza, ili kuhalalisha michezo mibaya. Ili uwezi kuhalalisha kitu bila kutengeneza namna ya kuhalalisha hicho kitu. Hata watu wanapotaka kufanya jambo katika nchi, wanatangulia kutengeneza sheria. Unatengeneza sheria, alafu ile sheria unaisimamia. Watu wanapoasi, wanatafuta neno ambalo watalitengeneza, watalihalalisha, alafu liwe ndio sheria yao.
Ili kucheza michezo ya shetani, kucheza michezo mibaya ya aibu, ni lazima usimamie mahali fulani, kama Daudi alivyocheza mpaka nguo zilianguka. Ni kuhalalisha michezo mibaya mbele ya Mungu. Je, huyu Mikali alipomwambia mume wake, umejifunua mwili wako mbele ya wajakazi, alikuwa na maana kwamba ulikuwa uchi mbele ya wajakazi? Ulikuwa uchi mbele ya watu? Alikuwa na maana hiyo? Je, Kiswahili hatuwezi kujua kujifunua mbele ya watu kuna maana gani? Ukijifunua, nikijifunua mbele ya, naweza kwenda mbele ya wamama nikafanya vitu vya ajabu, akasema huyu mwanaume amejifunua mbele ya watu. Nimefanya vitu visivyostahili ambavyo sikustahili, hapakuwa mahali pangu. Je, ina maana nilikuwa uchi? Tunapata wapi hili neno la kusema Mikali alimuona mume wake yuko uchi, nguo zimeanguka? Ni kutengeneza uhalali wa kuhalalisha mambo ya nje yaingie ndani, badala ya mambo ya ndani ndio yaende nje kuwafundisha watu. Ni kuhalalisha ili utengeleze sheria itakayokulinda. Kwa hiyo ile andiko linawalinda watu. Cheza kama Daudi limetokea ili kuhalalisha watu wafanye mambo ya giza, mambo ya michezo ya dunia. Hebu tuangalie andiko lingine. Sasa kama kuna andiko utaliona ambapo mimi sijapaona, Daudi alicheza ngozi ilianguka, wewe utatafuta hilo andiko. Nikupe andiko lingine. Mimi nimetafuta sijaona. Nimeona mahali panapotumika ni hapa kwamba Daudi alijifunua. Katika kitabu cha Mambo ya Nyakati sura ya 13 pia kuna maneno haya. 13 Nyakati ya kwanza 13 mstari wa 8, wakacheza Daudi na Israeli wote mbele za Mungu kwa nguvu zao zote, na kwa nyimbo na kwa vinubi na kwa vinanda na kwa matari na kwa matoazi na kwa tarumbeta, hata walipofika penye uga wa Nakoni. Uza akaonyosha mkono wake alishike sanduku, kwa maana wale ng'ombe walikungua. Niishi hapo. Hapa panaonyesha tu jinsi Daudi alivyocheza na watu wote. Lakini ukienda sura ya 15 inatupa picha zaidi. Mambo ya Nyakati ya kwanza 15 ule mstari wa 27. Naye Daudi alikuwa amevaa joho ya kitani safi, na Walawi wote waliolichukua sanduku, na waimbaji na Kenania wasimamizi na uchukuzi na waimbaji, naye Daudi alikuwa amevaa naivera ya kitani. Ndivyo Israeli wale walivyolipandisha sanduku la agano la Bwana kwa shangwe na kwa sauti ya tarumbeta na kwa baragumu na kwa matoazi, wakipiga sauti kuu kwa vinanda na vinubi. 29. Hata ikawa sanduku la agano la Bwana lilipofika mjini mwa Daudi, Mikali binti Sauli akachungulia dirishani, akamwona mfalme Daudi akicheza na kushangilia, akamdharau moyoni mwake. Kwa nini anamdharau? Anacheza mbele ya watu wadogo namna ile. Yeye ni mtu mkubwa, alistahili kukaa ikulu, alitakiwa kukaa ndani. Hawezi kutoka kucheza na watu. Akamdharau, amejifunua mbele ya watu. Kwa lugha nyingine amejidhalilisha. Kujidhalilisha sio kuwa uchi. Hizi ndio lugha ambazo wanajaribu watu kutengeneza ili zilete maana, kuleta manufaa kwao. Kwa hiyo maandiko haya watu sasa hawasomi, wanasema tucheza kama Daudi. Usiogope. Cheza unavyoweza. Cheza unavyoweza mbele za Bwana. Mungu anakuangalia. Cheza, usimwogope mtu. Kwa hiyo watu wanacheza mpaka nguo zinadondoka. Watu wanacheza mpaka nimeshuhudia watu suruali zinachanika mbele ya ibada. Anacheza mpaka suruali, vijana mpaka suruali zinachanika. Wanawake wanacheza mpaka magauni yanaruka, yanawafunika na uso. Wanajizungusha mbele za Bwana. Usiogope, cheza kama Daudi. Daudi alicheza mpaka kawa uchi. Haya maneno ni ya Mungu, ni ya mapokeo, ni mafundisho ya shetani, au ni mafundisho ya nani? Ni mafundisho haya yameingia kanisani.
Na hawa wanaofundisha hivi wanasoma wapi? Biblia gani? Lugha ipi? Na shetani hana aibu. Hana aibu. Mpaka wazungu wanafundisha hivi. Wanasema tucheze kama Daudi. Mpaka wazungu, mpaka nje. Shetani hana mzungu, hana Mwafrika. Shetani akiamua kukamata kanisa na kamata lote kwa roho. Sasa kanisa, mambo ya shetani yamepata nafasi ya kuingia kanisani. Kanisa kumchezea Bwana sio vibaya, sio mwiko. Lakini nataka nikwambie, kuna vitu vya mwili, kuna vitu vya rohoni. Nikupe mfano huu. Mtu anapocheka, anacheka. Hii furaha ya kucheka inaanzia wapi? Inaanzia usoni au inaanzia ndani? Mtu anacheka kwanza ndani, kicheko kinatoka nje. Mtu anayecheka manake kule ndani kumechangamka, kumefurahi kule ndani, kicheko kimeanzia ndani, ndio kinatoka nje. Mtu unamuona anavyocheka na uso wake unavyofunguka, hauanzii nje. Ukiwaamrisha watu kasema haya wote tucheke, wakati ndani hakuna kicheko, unataka wacheke nje, watacheka. Lakini kile kicheko kitakuwa ni vituko, ni ujinga, ni ukomedi. Mtu anayecheka wakati kitu ndani hakimo. Hata kilio, ukisikia mtu analia, kilio hakianzi nje, kilio kinaanzia ndani. Ndani kule kuna kilio, kule moyoni kuna kilio, kuna uchungu. Alafu ule uchungu na kilio vinatoka nje, unamwona mtu analia. Kama ndani hakuna kilio, waambie watu haya tulie wote. Wanaweza kulia, wanaoweza, lakini wengi watashindwa. Ila itakuwa ni vichekesho, vitakuwa ni vituko, kwa sababu wanalia nje wakati ndani hakuna kilio, moyoni hakuna kilio. Ndivyo ilivyo hata kumchezea Bwana. Huwezi kucheza mwili nje mbele za Bwana wakati ndani hakuna kitu. Leo tunalazimisha kwamba kucheza kunaanzia nje, sio ndani. Daudi kucheza kwake hakukuanzia nje, kulianzia ndani. Hata leo kuna watu wanacheza, uchezaji ni ile furaha iliyozidi ndani. Lakini leo watu wamehalalisha furaha ianzie ndani, inaanzia nje. Ndio maana kuna vituko vya ajabu makanisani, ibada za ajabu makanisani. Ajabu. Kuna ibada za ajabu, michezo ya ajabu, step za aibu. Wanawake, wanaume wanacheza michezo ya ajabu mbele ya madhabahu. Wanasema wanamchezea Bwana. Tumeharibika ndugu zangu. Tumemruhusu shetani atutawale. Tunasema tunamnyang'anya. Huwezi kumnyang'anya wewe shetani nguvu. Huwezi kumnyang'anya nyimbo wewe shetani. Ila wewe utanyang'anywa. Wewe ndiye utakayenyang'anywa kutoka mikononi mwa Mungu. Hutamnyang'anya shetani nyimbo zake. Wanasema tunamnyang'anya muziki. Leo disco zinachezwa kanisani mbele za madhabahu. Lumba zinachezwa, reggae zinachezwa mbele za Bwana. Wasema mchezeni na kuhamasisha. Haya, simama, cheza, mchezeni Bwana. Cheza unavyoweza kama Daudi. Huwezi kuhamasisha kitu cha ndani kitoke nje kwa lazima wakati ndani hakimo. Watu leo hawamchezei Mungu kwa sababu wana furaha, wanacheza Mungu kwa sababu wanataka kuburudisha miili. Kucheza makanisani, kanisa ni mahali pa kuburudisha miili yao na mazoezi ya miili na viungo, lakini ndani hakuna furaha. Kwa hiyo michezo inayotoka ndani ya madhabahu za Bwana ni machukizo. Ukienda kwenye mikutano ya hadhara, mkaanzisha nyimbo mkasema tucheze, watu wanaokuja kucheza viwanjani sio watu waliookoka. Ni watu wa mataifa mliokwenda kuwahubiria, ndio wanaokuja kuwasaidia kucheza, na wanacheza kuliko Wakristo. Na Wakristo wanaiga kwao kucheza. Wanacheza ile michezo ya kuwavuta watu. Na asili ya kucheza ni kuwavuta watu macho. Kuna namna ya kucheza.
huwezi, kama unaweza ukacheza alafu huwezi kuvuta macho ya watu, wewe sio mchezaji. Kwa hiyo roho ya zinaa, roho ya uzinzi imeingia ndani ya makanisa kwa kupitia michezo mibaya, wakisimamia maandiko kwamba tunacheza kama Daudi, tunamnyang'anya shetani. Daudi alicheza, wewe ni nani usiyeweza kucheza? Paka nguo zilianguka. Tumesoma maandiko pale. Daudi, kwa nini Biblia inamsema Daudi kwamba siku hiyo anacheza alivaa joho? Kwa nini Biblia imeandika hivyo? Nafikiri Mungu alijua kwamba kutakuwa na waongo watakaozusha maneno ya uongo. Ndio maana Biblia imeandikwa alivaa joho. Joho mnalifahamu, joho linaweza kudondoka. Joho linaweza likaanguka mtu akawa uchi. Joho. Au ulijui joho? Kwa nini Biblia imeandika pale kwamba Daudi siku hiyo alivaa joho? Alafu watu wanasema alicheza nguo zilianguka. Shetani hana aibu anapotaka kuingiza uchafu ndani ya kanisa. Utaniuliza, kwa hiyo wewe unakataa kucheza? Mimi nasema kucheza kupo. Unaweza kufurahi na kucheza. Sasa ufurahi ndani ya kanisa, ucheze lege, ucheze lumba, ucheze disco, ucheze twist. Ndio utasema umefurahi, umemchezea Bwana. Kweli inawezekana. Kwa sababu umefurahi ndio ufanye hayo. Kumchezea Bwana kuko kwa namna yake. Watu wa dunia wanakucheza kwao, watu wa Mungu wanakucheza kwao. Na watu wa Mungu hawachezi kwa sababu tu wanataka kujiburudisha. Ndio maana leo makanisani watu wanaweza kucheza toka asubuhi mpaka jioni. Hakuna nguvu, hakuna chochote. Badala ya kupata nguvu za Mungu, ndio nguvu za Mungu zinaondoka zaidi. Kadri watu wanavyocheza ndivyo nguvu zinaondoka. Watu leo wanaingia makanisani na nguo na nyimbo za desturi na mila za jadi, za kitamaduni zinachezwa makanisani. Na mavazi ya kitamaduni, na kujipaka majivu na magunia na kupaka mavumbi kuja kumchezea Bwana. Alafu tu kweli Mungu tunayemwabudu ndivyo alivyo. Hata imeingia elimu, wanasema turudi kwenye tamaduni zetu. Afrika tumenyang'anywa tamaduni, tuzirudishe tamaduni zetu. Tuzirudishe kwa Mungu, tucheze tamaduni zetu. Wengine ndio maana mmesikia hivi karibuni hata watu wa serikali wamechagua, wamesema singeli iwe ndio utambulisho wa taifa. Singeli wanayocheza uchi na aibu na zinaa na uzinzi. Singeli inatangazwa na watu wakubwa, iwe ndio utambulisho wa taifa la Tanzania. Sasa tunaishangaa serikali, lakini mambo hayo yamo ndani ya kanisa. Singeli mbona zinachezwa kanisani? Hamjaziona singeli zinachezwa kanisani? Tutakataa kwa utambulisho wa taifa, lakini ndani ya makanisa zinachezwa singeli. Sarakasi tulikuwa tunakwenda kuangalia kwenye maonyesho. Leo sarakasi mtu anakuja kuimba, kucheza sarakasi madhabahuni. Tulikuwa tunaona wanaume ndio wanacheza sarakasi. Sasa hivi hata wanawake wanacheza sarakasi madhabahuni. Wanawake anajiandaa toka nyumbani, mavazi anavyovaa atakayocheza sarakasi mbele ya kanisa. Je, huko ni kumchezea Mungu? Huko ni kumwimbia Mungu? Hizo nyimbo zinatoka ndani, zinatoka nje. Tumeamua sasa furaha zetu zianzie nje, zisianzie ndani. Hayo ni machukizo. Wache watu wa Mungu wawe na nyimbo zao na kucheza kwao. Watu wa dunia wanakuimba kwao na kucheza kwao. Nimebahatika kusikia mahojiano katika TV moja. Mtu wa nyimbo za Injili, mwimbaji wa nyimbo za Injili na mwimbaji wa Bongo Flava wanajadiliana, alafu wanaafikiana. Mwimbaji wa nyimbo za Injili anasema siku hizi tunafanana tu, tunashirikiana.
mashabiki wengine wanaweza kutoka kwangu wakaenda kwa huyu wa Bongo Flava, washabiki wengine wa Bongo Flava wanahamia kwa mtu wa nyimbo za Injili. Hivi huo ndio utumishi wa Mungu umefika, kwamba mko sawa tu Bongo Flava na nyimbo za dunia na nyimbo za Injili, na mashabiki ni wale na nyimbo, hata kwenye majukwaa wanakwenda kuimba pamoja, muimbaji wa nyimbo za Injili na muimbaji wa Bongo Flava, na michezo ni ile. Tena wakati mwingine watu wa Injili wamecheza michezo imeofresha watu kuliko hata ya Bongo Flava. Kufurahisha mwili, kuvutia watu, kuvutia macho ya watu, kiburi cha uzima. Huyu ndio Mungu tunayemwabudu, au yuko Mungu mwingine? Ni Mungu huyu wa heshima, wa kuogopwa, au yuko Mungu mwingine? Tunatafuta baraka, na huyu ndio Mungu atakayetubariki. Huyu ndio Mungu anayetubariki, tunayemwimbia hivi. Wapendwa, turudi katika mstari. Tutamnyang'anya kweli shetani hizi nyimbo za nje zote tuje nazo kanisani? Tumemnyang'anya na singeli, tumemnyang'anya na rumba, tumemnyang'anya na twisti, tumemnyang'anya nini, reggae, tumemnyang'anya. Tunanyang'anya vyote, mpaka nyimbo za tamaduni tunamnyang'anya zote. Za shetani alitunyang'anya zije tu kanisani. Na mavazi, watu wanashona sare ambazo atakapokuwa anacheza zimsaidie na kucheza mwili. Akitikisika kidogo tu, nguo inamsaidia kutikisika mwili ili watu wamtazame. Hizi ni ukahaba umeingizwa makanisani. Si ni aibu imeingizwa makanisani. Mungu atusaidie. Lakini nimesema mtu hawezi kufanya jambo bila sheria. Haya maandiko na yakanusha kwamba hayatumiki ilivyo. Hakuna Daudi alipocheza nguo zikaanguka. Ni mtazamo wa Mikali, mtazamo wa mke wake ndio ulikuwa mbaya. Anamwambia mume wake, umejifunua mwili wako mbele za watu, wewe mtu mkubwa wa utukufu. Ulikuwa ni mtazamo wake. Watu wamepata hapo ndio mahali pa kusimamia. Wanasoma maandiko kwamba shetani alikuwa mchezaji, mwimbaji na mchezaji mbinguni na vinanda. Hakuna. Nimefundisha masomo ya huko nyuma kwamba hakuna shetani aliyepiga vinanda. Vile vinanda vilikuwa vinapigwa kwenye nyumba za wafalme, na yale matoazi na zile filimbi. Watu wamegeuza. Ili upate uhalali wa kitu, utafute mahali utengeneze sheria hata za uongo ili usimamie hapo za kukulinda. Hata watu wanaotetea kuwa na wake wengi wanatafuta maandiko ya kuwatetea, watakaposimamia wanatengeneza sheria kutoka ndani ya Biblia. Mungu atusaidie kanisa la leo. Tumche Bwana. Tumuogope Bwana. Mungu ni mtakatifu sana. Tutacheza kama Bwana atakavyoturuhusu kucheza. Si kwa sheria, sio kwa ulimwengu. Hatutafananishwa na ulimwengu. Hatutaiga mambo ya ulimwengu. Mungu hawezi kushuka kwetu. Watu wa nyimbo za dunia wanaingizwa makanisani kuja kuimba. Watu wa nyimbo za Injili wanakwenda kuimba kwenye makumbi ya watu wa dunia. Eti siku hizi tuko sawa. Ndiye Mungu wa siku hizi? Mungu atusaidie. Tusipobadilika. Najua maneno haya ninapozungumza kuna watu wanachukia, watu wanaharibika, watu wanakunja sura. Lakini muombe Mungu. Muombe Mungu wako ambaye unamwabudu na kwamba kweli Mungu anakusikia. Kama anapendezwa na mambo haya. Mambo haya tunayofanya, tunamdhalilisha Mungu wetu. Tunamdhalilisha Mungu wetu. Daudi amekuwa kisingizio dunia yote. Maana shetani anaibu, akiamua kudanganya na danganya dunia yote. Lakini hakuna mahali popote. Tafuta mahali palipoandikwa. Wapi? Watu wanaongozwa na maneno ya Mikali.
maneno ya Mikali. Alafu pale wameongeza pia somo lingine ambalo sijui wanalikuta wapi. Wanasema kwa sababu Mikali alimdharau mke wake ndio maana hakupata mtoto. Hivi unaweza kupata katika yale maandiko kwamba Mikali hakupata mtoto kwa sababu alimdharau mume wake kwa kucheza? Alafu wanatishia wanasema mtu anapocheza mbele za Bwana usimdharau. Anacheza mbele za Bwana, ukimdharau yatakupata kama ya Mikali. Yaani ili kuhalalisha ule ubaya usiuseme vibaya. Waache watu wafanye wanavyojisikia. Ukiwadharau, ukiwasema vibaya yatakupata yaliyompata Mikali. Wanapata andiko pale la kutishia. Hapana, kwa jina la Bwana tunayakataa. Kwa jina la Bwana tutayakemea. Kanisa la Bwana litabaki kanisa la heshima na utukufu na kumpa Mungu utukufu wake. Tumeumbwa tumpe Bwana sifa. Bwana akituruhusu kucheza na kufurahi kwa sababu furaha imetuzidi, hatuna kizuizi. Hatuna kizuizi. Hatuna kizuizi. Wala kumchezea Bwana uwezi kusema huyu amecheza vibaya mbele za Bwana. Bwana hajacheza vizuri. Kama ni wakuruka, mwingine anaweza kuanguka, mwingine anaweza kugaragara, mwingine kadri Mungu atakavyomuinua. Mwingine anaweza kurukaruka, hata ufundi maana hata alikojifunza. Lakini hiyo mchezo, ukisema cheza rumba, mimi sijawahi kucheza rumba, nitacheza. Nikicheza si watacheka tu, watasema huyu hajui kucheza. Ukicheza rege watu watacheka. Ukicheza twist watu watacheka. Magoti yanakataa kugongana na kutikisika. Vijana leo makanisani wanagonganisha magoti, wanayatikisa magoti mpaka watu wanashangaa. Ndivyo Mungu anafurahi namna hiyo. Hiyo furaha inatoka kwa Mungu, inatoka mwilini. Nikupe maandiko mawili ya Agano Jipya. Kitabu cha Efeso sura ya 5. Efeso sura ya 5 mstari wa 19 unasema, mkisemezana kwa zaburi na tenzi na nyimbo za rohoni. Kuna nyimbo za mwilini na nyimbo za rohoni. Ufahamu hilo? Na kucheza kwa mwilini na kucheza kwa rohoni. Sasa kucheza kwa rohoni kukoje? Huku mkiimba na kumshangilia Bwana mioyoni mwenu. Watu leo wanajua kumshangilia mwilini, kushangilia mioyoni hatujui. Watu hawana shukrani, hawana mashangilio ya mioyoni, furaha za mioyoni, nyimbo za moyoni ambazo mtu anaimba atakiwa peke yake. Hata kiwa kimya ndani kuna nyimbo. Kwa mtu wa Mungu kuna wimbo. Katika kitabu cha Kolosai sura ya 3 mstari wa 16 pia anasema, 16 anasema, neno la Kristo likae kwa wingi ndani yenu, katika hekima yote, mkifundishana na kuonyana kwa zaburi na nyimbo na tenzi za rohoni zinazotoka ndani, huku mkimwimbia Mungu kwa neema mioyoni mwenu. Mungu tusaidie kanisa lijue kumsifu Mungu kwa mioyo yao, kuwa na sifa za mioyo, kumshangilia, kuwa na nyimbo za rohoni na kumshangilia katika mioyo yao. Lakini kwa nje tumekuwa wataalamu, tumekuwa mafundi wa kushangilia kwa nje, lakini mioyoni kumekauka. Mungu anatutaka tujifunze kumwimbia Mungu na kumtukuza katika mioyo yetu. Nyimbo za kumpendeza Bwana zinaanzia ndani, zinatoka nje. Hazianzi nje zikaingia ndani. Kitu chochote kinachoanzia nje hakiingii ndani. Kilicho ndani kinaweza kutoka nje, lakini kilicho nje hakiwezi kuingia ndani. Ndio shida tulionayo ndani ya kanisa. Furaha inaanzia nje, kucheza kunaanzia nje, mambo yote yanayokushangilia kuko nje, ndani kumekauka. Maombi yanaanzia nje, ndani kumekauka. Bwana awe wimbo. Biblia inasema katika Zaburi ya 119,
Zaburi ya 119, nisome ule mstari wa 54. 119 mstari wa 54 unasema hivi: amri zako zimekuwa nyimbo zangu katika nyumba ya ugeni wangu. Amri za Bwana, nyimbo za Bwana zinafika mahali zinageuka ndani yetu, zinakuwa ni nyimbo. Kuwa wimbo ndani ya moyo wa mtu ni kwamba kile kitu hakifutiki, kipo hata kikaa kimya, ndani kuna kitu kinaongea. Huko ndio kumwimbia Bwana. Hata watu wasiposema shangilia, lakini ndani kuna mashangilio. Hata watu wasiposema piga makofi, ndani kuna kupiga makofi. Lakini zile amri za nje, watu wasiposema shangilia, huwezi kushangilia. Hushangilii nje wala ndani. Watu wasiposema tumtukuze Bwana, humtukuzi ndani wala nje, kwa sababu unakwenda kwa amri. Lakini wimbo wa Bwana ukae ndani yetu wa Kristo. Kanisa linatoka nje ya mstari. Linatoka nje ya mstari. Uimbaji umeharibika. Leo wanasema kuna utaalamu wa kuimba. Wale tulioanza siku nyingi kuimba, leo ukiimba unashindwa kuimba. Watu wanaimba, wanalembesha maneno. Unasema hivi, huyu unaweza ukaimba katika roho. Unaweza ukaimba ukimtafakari Bwana. Alafu kwa wakati huo ukarembesha yale maneno na sauti, ukarembesha, ukazirembesha, ukazinyonga sauti sana. Paka unasema hii sauti anafauluje kuinyonga sauti namna hii? Huo ni mwili. Huo ni mwili. Wimbo inakuchukua dakika 5, dakika 3 kujua wimbo unaofahamu. Najua hivi wimbo huu anaimba dakika nzima, bado hujatambua anaimba wimbo gani. Anavyonyonga maneno na sauti, baada unagundua unaposikia maneno, kumbe ni wimbo na ufahamu. Unaweza mkaimba katika hali hiyo huku mnamtafakari Bwana moyoni. Hapana, hayo mambo hayako moyoni, yanakuwa nje. Huwezi kuyaingiza mambo kama hayo moyoni, yanakuwa nje. Yanakuwa nje. Tukiamua kwa watu wa nje, tuwe wa nje. Tukiwa watu kwa wa mwili, tutakuwa wa mwili. Lakini tukiamua kwa watu wa roho, tutamfurahisha Bwana. Tutamtukuza Bwana. Bwana anapenda sifa zetu. Bwana anapenda sifa za kanisa. Watu wanaweza kuimba toka asubuhi mpaka jioni, mpaka usiku. Wanakesha jioni mpaka asubuhi. Huwezi kuona nguvu za Mungu. Ila zinasemwa mdomoni kwamba tumemwona Bwana, tumemwona Bwana. Mungu hawezi kuonekana katika hali za aibu. Ila kujifanya kumekuwa kwingi, ukomedi umekuwa mwingi makanisani. Mtu anakuja kuimba, anakuja kumwimbia Bwana, unaweza ukakimbia, ukafikiri umekutana na kichaa. Alivyojibadilisha anakwenda kumwimbia Bwana, anakuwa kama kichaa. Wengine wamevaa na pembe, wamejipaka na majivu na maudongo na matope. Unakimbia, anakuambia sikimbie, anakwenda kumwimbia Bwana. Na watu wanashangilia, watu wanapiga makofi. Wanasema tumemwona Bwana, Bwana ametukuzwa. Bwana yupi? Au kuna bwana wengi siku hizi? Mungu atusaidie kanisa. Jambo hili linaumiza sana ukiliangalia, lakini limeteka maisha ya watu, limekamata watu. Mungu atusaidie sana kuliweka kanisa katika maadili ya Mungu. Vijana wetu tuwasimamie, wanakwenda kama baiskeli isiyo na breki, kama gari lisio na breki. Wachungaji tuwashike vijana wetu, tuwape breki, wajue namna ya kumwabudu Mungu kwa heshima na kicho. Mungu anaabudiwa kwa utakatifu na heshima, kwamba tuko mbele za Mungu. Watu wanavaa nguo za kuja kumwabudia Bwana za milegezo. Alafu mchungaji asemi kitu. Wanasema kata kei za kuja kucheza mbele ya Bwana, hapa nazunguka na madhabahuni namna hii. Alafu wachungaji wanashangilia, washirika wanashangilia. Je, kanisa halijatekwa? Halijaibiwa?
halijaibiwa bado. Mungu atusaidie. Tumpende Bwana. Tusilisingizie neno la Mungu. Tusimsingizie Daudi. Tusisingizie Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ni mtakatifu kweli. Kama ameacha kutukemea, kama tunaweza kufanya makosa hakemei, tunaweza kufanya maovu hakemei, basi hatunaye, hayupo. Lakini kama yupo, atatukemea, atatuongoza, atatuonya, atatuadibisha katika jina la Bwana. Mungu akubariki sana ndugu msikilizaji kwa somo hili ambalo nimekwenda nalo kuhusu muziki na maandiko mengine ambayo sikwenda nayo, lakini kwa kipindi hiki naona niishie hapa. Nimalizie kwa tangazo kwamba tunaendelea kutangaza chuo chetu ambacho kitaanzishwa mwezi wa 5. Ninaomba usajili unaendelea. Wasiliana na coordinator wetu kwa ajili ya usajili, atakusajili. Namba yake ni 0741 996 alafu 990. 0741 996 alafu 990. Namba yangu ni 0754 04 15 99. Kwa usajili tumetangaza katika mitandao, tunasajili kupata watu ambao wataanza na masomo kwa njia ya mtandao mwezi wa 5. Tunaendelea na maandalizi, lakini kujisajili kunaendelea pia, ili muda utakapofika utakuwa soma hapo nyumbani, na tutakupa maelekezo namna ya kuwasilisha kupokea masomo yetu, na wakati wa mitihani tutakuelekeza namna ya kufanya mtihani na kuirejesha, ili tuendelee. Tunafundisha neno la Mungu kwa ajili ya kuwasaidia watu kwa njia rahisi, maana wengi hawawezi kwenda vyuo, lakini wanaweza kusoma nyumbani. Basi karibu sana katika jina la Bwana. Mungu akubariki. Tunakualika ujisajili na Mungu atakubariki sana.